Nasungumza na dunia nzima nikiangalia vile mambo yanavyoenda, na ninazungumza kama kuhani wa Mungu. Ninachokizungumzia ni ndani ya kanisa, kwa sababu wanaume wengi hivi sasa hawaendi makanisani, na si kwamba hawampendi Mungu. Wanampenda Mungu sana, lakini pale kanisani wanatoka kwa sababu ya yale mambo wanayaona, yale mambo hayafai ambao wanayaona kanisani. Siku ya leo wamama ni wengi kanisani. Wengine ndoa zao waliharibu wenyewe, wengine ndoa zao ziliharibika kwa misingi tofauti. Lakini yale madhaifu ambao yanaomhusu mwanamke kanisani ni madhaifu ambayo hayazungumziwi. Ni mama huyu ametoka katika ndoa yake kwa misingi ambayo ni yeye mwenyewe ameikoroga. Ni yeye mwenyewe ndiyo shida, lakini utapata ya kwamba yale madhaifu yake hayazungumziwi. Lakini ukija upande wa mwanaume ambaye kuna tatizo katika ndoa yake, kuna tatizo katika maisha yake kwa njia moja ama nyingine. Mwanaume anaweza kuwa na tatizo katika ndoa, lakini yale madhaifu yake yanachukuliwa ni kwamba huyu mtu hafai. Huyu mtu hafai kuwa ana mke. Huyu mtu hafai kuwa ana watoto. Lakini inaweza kuwa huyo mwanaume kukosa kuwa na watoto si kwamba hapendi. Anapenda sana kuwa na watoto, anapenda sana kuwa na mke. Lakini alipomwoa ule mwanamke alioa kisirani. Alioa mwanamke mwenye ampi amani. Alioa mwanamke mwenye anamkorobisha. Baadaye hiyo ndoa ikafunjika. Yule mwanaume akienda kanisani anafikiria pale ndipo anapata msaada. Anaenda kupatana na maneno ambayo yanamchoma moyo wake. Hufai kuwa una mke, hufai kuwa una watoto. Na yule mwanamke baadaye anaona kumbe wanaume wenye hawana familia, hawana watoto, kumbe hawafai kanisani. Na yule mtu anatoka na anaenda. Inakuwa ni shida kwa nyumba ya Mungu. Maana ukiangalia kanisa ya sasa, mwanaume hayuko kanisani. Kanisa imekuwa ni ya wamama. Sababu value ya wanaume pale kanisani imekuwa ni ya kuongofya, ni ya kukwazwa. Na ndio maana unaona wanaume wengine wameingia kwa miraa, wameingia kwa pombe, wameingia kwa ulevi. Maana wakikimbilia pale kanisani waone ya kwamba watapata amani, na waone ushauri wa mtumishi wa Mungu na wazee wenzake kwamba utaweza kumsaidia. Anapata kikwazo pale, anapata msukumo ambao utamsukuma nje. Kwa hivyo kanisa ya sasa ningeonya kanisa ya sasa, kama ingewezekana, kuna mambo sisi wazee wa kanisa turekebishe, kwa sababu tusiporekebisha tutawapoteza wenzetu ulimwenguni, tutawapoteza wenzetu kule, na baadaye sisi ndio tutaulizwa. Lazima tujue kubebeana maudhaifu. Lazima tujue huyu ni mwenzetu na amegongwa kama vile mwingine anaweza akagongwa. Tutamsaidiaje? Tutambeba namna gani? Tunabebea maudhaifu namna gani? Kwa sababu ni jambo nzuri sana tukimlete huyu
huyu mwenzetu karibu kuliko kumsukumia mbali, na baadaye sisi ndio tutaulizwa. Kwa hivyo wazee turekebisheni, na watumishi wa Mungu turekebisheni. Wazee tumewafinyilia sana, hawapumui, value yao haiko, hawana value katika nyumba ya Mungu. Madhaifu yao ni kama ndio makosa yao. Udhaifu wao ni kama ndio hawafai kabisa. Kwa hivyo turekebisheni ili tuwafute ndani, na Mungu atatukuzwa.